Siku ya jana dabi imefanyika kwa ukubwa wake, na dabi inaweza kuipa maua yake nyota 5 mimi naweza kuzitoa kuhusiana na dabi husika. Marefa wameweza kusimama kwenye haki na kila mmoja amepongeza shughuli ya marefa ambao wameweza kuifanya katikati ya uwanja, na mambo mengine yakazidi kuwa mazuri sana. Lakini baada ya tukio zima la dabi kumalizika, kila mmoja alitegemea makubwa sana kuyatazama kwa jicho la tatu, lakini Wallace Karia kuonekana kwenye eneo la kutoa tuzo, lakini pia naweza kusema medali kwa ujumla. Lakini kitu kingine ambacho hakikutokea pale ni swala zima la yeye kuonekana mazima kwenye sherehe za Yanga. Watu wamejiuliza sababu gani ambayo anaweza kuitoa na watu kuelewa kwa nini hakuepo, na yeye ndio rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Wallace Karia na Yanga wamekuwa na mvutano mkubwa sana tokea kipindi kile ambacho anatoka Morocco kule moja kwa moja baada ya kutoa kwenye uwanja wa Julius Kambarage Nyerere pale Dar es Salaam. Aliweza kuulizwa na kusema kuwa kama wanataka bodi ya ligi jiuzulu, basi wajiuzulu viongozi wao. Lakini baadaye tukaja kuona Yanga wameshikilia ile neno na wamekuja kuwa na msimamo wao ambao walikuwa nao, na tunajua kabisa kuwa Wallace Karia kabla ya kuwa rais wa TFF alikuwa mwanachama wa klabu ya Simba, na ndio maana watu wengi sana walinyoosha tuhuma zote pia kuelekea kwa Wallace Karia. Kujiuzulu kwake mpaka sasa hivi bado, lakini tunajua kabisa kuwa Steven Mguto alijiuzulu kwa sababu yeye ni makamu, na yeye pia alikuwa anasimama kwenye engo yake pia kwenye eneo la bodi ya ligi, na alisimama vizuri kwa engo yake. Lakini baadaye tukaja kuona kuwa bosi yeye hajajiuzulu mpaka sasa hivi. Watu wanajiuliza kuwa ni sababu gani ambayo ilipelekea yeye kutokuwepo pale. Sababu ya kwanza ambayo inaweza kukusogezea hapa ndani ya Zoa TV ni kwamba hili migongano ya dabi kuahirishwa kunini na nini, inasemekana kuwa yeye asilimia kubwa anahusika, yani kuahirisha mchezo, lakini pia na vitu kama hivyo. Lakini pia kauli nyingine ni ile ambayo alisema akiwa Arusha pale baada ya kuongea na kusema kuwa hata mkishtaki sijui nini na nini, kuwa eti bodi ya ligi imeingiliwa na nini na nini, kuwa FIFA wao kama wao wanajua kabisa kuwa Tanzania na wanampenda sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli kama ile pia ilizua gumzo na watu kuanza kumdefine kwa ameanza kuingia kwenye siasa na kuleta siasa kwenye mpira, na hicho ndio kitu ambacho kupelekea pia na kutokea kwa siku ya jana. Lakini kitu kingine mpaka sasa hivi watu wanasema ni nini kingine ambacho kimeweza kusababisha yeye kutokea pale makamu wa rais ndo ameonekana kwenye tukio lile, ni kwa sababu yeye mwenyewe pia anajijua kabisa ingetokea pale kugawaji wa medali na nini na nini, ungekuwa na maneno mengi sana ambayo angeweza kutokea, na angekutana na Engineer Hersi Said ambaye pia ninajua kabisa kuwa ni kiongozi mkubwa sana kwenye bara la Afrika kwa engo yake kwa ukubwa sana, na hii tunaweza kusema kuwa kwa ndani inaweza kuwa na bifu fulani na kaunafiki fulani. Tunaelekea kwenye uchaguzi pia tarehe 16 mwezi huu wa 8 wa mwaka huu, kuna uchaguzi unafanyika kumchagua rais. Kumbuka kuwa wako watu wengi sana wamejitokeza kugombea, yamkini wakatokea viongozi wengine, lakini Engineer yeye ametulia kimya, hajaonyesha kuwa anataka wala nini, amevunga zake, anawaza tu mataifa huko na vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa hivi tunajua Wallace Karia kuna vitu vingi sana amevifanya kuwabania wale watu ambao walikuwa kuja kuchukua fomu na vitu kama hivyo. Watu wanajiuliza kwa nini amefanya hivyo. Mimi nadhani kuwa ni kutaka tu madaraka na kuhakikisha kuwa anazidi kubaki madarakani. Yamkini mapinduzi yakafanyika, lakini sioni kama inaweza kufanyika kwa sababu tunajua kabisa kuwa wanaenda kugombea pia walikosa investors na vitu kama hivyo, hatimaye wakaanza kulalamika sana. Na mimi pia nasubiri kuangalia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania litafanya nini, na hicho ndio kitu cha msingi sana sasa hivi. Pia kuna mengi sana ambayo yanaweza kujiri, muda sio mwingi tukazidi kuona mambo mengine mazuri mengi tu yakizidi kuhappen kwenye mitaa mbalimbali. Hii ndio Zoa TV, hakikisha unazidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV. Tutazidi kuhakikisha kuwa tunakupa kampani hapa ndani ya Zoa TV na mambo mengine yazidi kuwa poa sana.